wazazi wao wamezaliwa walikuwa Waislamu. Tuna mashehe wazazi wao walikuwa Wakristo. Utaigusa katika dini ambayo wao kwenye ukoo wao wako kwenye dini yao pekee yao, wao kwenye ndugu wao na jamaa na kila jamaa wako kwenye dini hiyo hiyo yao, lakini tunaweza kufanya hivi. Nimejaribu hata kufuatilia baadhi ya maeneo kwa sababu ni mfano itifaki zingatiwe. Nikaangalia hata mtangulizi wangu, nadhani yeye ni msikitini, mke wake ni kanisani. Nina rafiki yangu mmoja waziri hivi, yeye wa kanisani kwa mamake wa msikitini, yeye wa msikitini mamake wa kanisani. Na niwaombe viongozi wetu wa dini, mna haki na tunaheshimu sana ushauri wenu. Epukeni kupelekwa kwenye maeneo ya kugonganisha. Ikitoka kwenu itaenda kwa waumini wenu, na ikifika huko hatutakuwa na nchi tena. Kaeni, wana mna fursa nzuri wao mnakaa. Kaeni, rudini kwenye utaratibu wa kukaa. Hata kama kuna eneo mna mitazamo tofauti, kaeni malize mitazamo. Tubakize nchi yetu ikiwa moja. Sisi serikali tunashughulikia maeneo yote yaliyokuwa na tofauti, yanayoleta mianya kati ya serikali na taasisi, serikali na vikundi, serikali na vyama. Mheshimiwa Rais kwenye ofisi ya kazi ajira ndani ya ofisi ya waziri mkuu ameongeza na kitengo cha mahusiano kitafanya kazi. Hii inaonyesha ni namna gani Mheshimiwa Rais yuko concerned, anajali kuhakikisha Tanzania inabaki moja, anaweka umuhimu kuendeleza umoja wa Watanzania. Limetokea kubwa, ametoa msamaha kwa vijana ambao walishiriki bila kuwa wanajua kitu gani kinachoendelea. Na hata sasa ametoa msamaha kwenye taasisi za kidini ambazo na zenyewe kulikuwa na msukosuko hapa na pale. Mheshimiwa Waziri wa mambo ya ndani natambua huko hapa. Baada ya hapa, fuatilia utaratibu mzuri, fanya utaratibu mzuri, ziandikie upya taasisi za kidini, miko yao, masharti yao ya uandikishaji yanafikia wapi, na zile ambazo zilikuwa na shida wape uangalizi wa miezi 6. Natambua ilikuwepo hii moja ya ufufuo na uzima, ifungulie, wape masharti ya uangalizi ndani ya miezi 6. Ziandikie taasisi za kidini zote kuzikumbusha miko na mipaka ya ufanyaji kazi sawa sawa na sheria na katiba ya nchi yetu, na masharti ya taasisi na masharti ya usajili waliopewa. Na nendeni mkayaangalie upya masharti. Akikosea mmoja, utaratibu wa kufunga kote una madhara kwa wananchi wetu, kwa sababu ibada ni ushirika kati ya binadamu na Mungu, sio na askofu wake wala shehe wake. Ni ibada ni mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu wake. Ndio kakiangalia vizuri hicho kipengele, ili akikosea shehe usiadhibiwe msikiti, na akikosea askofu wasiadhibiwe waumini wake, wasinyimwe waumini wake kufanya ibada, kufanya ushirika na Mungu wao. Mheshimiwa Rais anajali mahusiano ya nchi yetu, anajali umoja wa Watanzania, na sisi wasaidizi wake tutalifanya hilo jambo kikamilifu. Kwenye hii barabara, tukianza na maeneo haya yaliyoharibika, Wizara ya Ujenzi, TANROADS, DART
TAMISEMI, UDART na wadau wengine wote wanaohusika, anzeni mara moja, kaeni mara moja, mtengeneze utaratibu wa mpito. Chukueni mageti yale ambayo yalikuwepo, ambayo yalikuwa yatumike kwa hiyo shughuli nyingine, wekeni hata kwa umbali wa kuruka kituo kimoja wapo, ili mweke mageti yale, mrejeshe masuala ya mawasiliano, masuala ya internet, pamoja na masuala ya umeme, wakiwepo na TANESCO, pamoja na maeneo mengine ya ukusanyaji wa mapato. Ndani ya siku 10 tuone hii shughuli ikirejea katika hali yake ya kawaida. Kaeni kuanzia leo, muyaratibu, husisheni wadau wote, wakandarasi, husisheni mabenki, husisheni wadau wote kwenye kila eneo ambapo mnaona kuna mmoja wapo anahusika. Kaeni pamoja, tupate suluhisho la mpito wakati tunaandaa suluhisho kurejesha katika utaratibu wake wa kawaida. Hili ni jambo la muhimu ili Dar es Salaam irejee katika hali yake ya kawaida. Na mimi niwaombe Watanzania, miundombinu hii ikisharejea, twendeni sote tuwe walinzi. Hii ni mali yetu. Tuwe walinzi kila eneo ambapo tuna rasilimali hizi. Ni mali yetu, tuilinde. Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi pia ulileta pendekezo la barabara ya kwenda mpaka Kibaha. Rekebisheni yale maeneo ambayo yalikuwa bado yako na zile blocks, ili kuweza kuruhusu magari yatumike barabara zote na kuleta uharaka wa utumiaji wa njia hiyo ya maeneo haya. Niseme eneo moja la mwisho, nikiwa nawapa pole wale wa biashara binafsi. Ndugu wa Tanzania, nilitangulia kusema pale mwanzo kwamba duniani kote hakuna nchi ambayo wananchi wake wote wameajiriwa serikalini. Na sisi hapa population yetu walio wengi ni vijana. Tuna vijana wengi wanahitimu darasa la 7. Tuna vijana wengi wanahitimu ngazi mbalimbali, vyuo vya kati, vyuo vya ufundi, vyuo vikuu. Kwa mwaka mmoja zaidi ya vijana milioni 1 wanaingia kwenye soko la ajira.